Jamii ya marafiki na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ni asubuhi iliyo njema, na wakaribisha pamoja na marafiki wanaotusikiliza katika mtandao huu. Ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo, muungane pamoja nasi katika ibada yetu ya mwezi na mkaweze kubarikiwa. Ningependa tushiriki pamoja katika wimbo wa Injili nambari 55. Sihoni haya kwa Bwana, kwake nitang'ala. Muti wake sitakana, ni neno imara. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njoni mkafurahi papo. Nitaomba katika nafasi hii tuweze kujiandaa ni kwa ajili ya neno takatifu la Mungu. Tunajua ya kwamba hakuna jambo lililo la muhimu kama kupokea neno la Mungu, na ningependa tujiandae ndani ya mioyo zetu ya kwamba neno la Mungu linapotujia likapate nafasi katika maisha yetu, tena likawe la msaada katika wiki hii, kwamba tunapoendelea na wiki hii tukapate nguvu mpya, tukapate ufufuo mpya, tukapate baraka mpya katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka tunyenyekee tuweze kumkaribisha mnenaji wetu. Mnenaji wetu sio mwingine bali ni Pastor Keith Musilwa, akiwemo pastor katika kanisa la Shabab Rock Meeting, na nitazidi kuomba ya kwamba tuweze kumupa masikio ya kwamba anene yale ambaye Mungu wetu amemweka ndani ya moyo wake. Tuamini, tuombe. Mungu wetu, tuwazidi kunyenyekea mbele zako tena tunapokushukuru kwa ajili ya majira ingine ambaye Mungu wetu umetutengea ni kwa ajili ya kupokea neno lako takatifu. Na mleta mnenaji ambaye ni Keith Musilwa mikononi mwako, nikiomba ya kwamba Mungu wetu utamtumikia kama chombo chako, ni kwa ajili ya mioyo yetu Baba, ya kwamba Mungu wetu kanisa lako liko katika hali ambayo ni ngumu, tuiko katika hali ambayo tunahitaji msaada wa neno lako, na hivyo Baba anaponena nasi tunaamini ya kwamba Roho yako Mtakatifu Baba atanena kupitia kwake. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana tunaomba tukiamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Amen. Karibu mchungaji, katika jina la Yesu Kristo upate kuendelea. Asante sana. Popote unapotutazama asubuhi ya leo, ningependa kukaribisha kwa nafasi hii nzuri ambayo Mungu ametuandalia tukapate kubarikiwa pamoja. Nina imani kwa mwezi mzima tangia tulipokuwa na ibada ambayo tulikuwa nayo mwezi uliopita ya mwezi mkuu, nina imani Mungu amekuweka tulibarikiwa pamoja, na naamini ya kwamba bado Mungu atatutenda mema hata wakati tunapoendelea kupambana na janga hili la COVID-19. Ninakuomba kwamba popote ulipo utulie, ubakie mwaminifu, ubakie katika hali ya maombi na kulisoma neno la Bwana. Tunapokufikia, nina imani ya kwamba utazidi kubarikiwa. Kwa hivyo nikubalie nilete neno la Bwana. Majina yangu ni Pastor Keith Musilwa, mmoja wa wachungaji katika mkutano wa Nakuru Monthly Meeting, tukiwa tunakuombea popote ulipo. Usihisi ukiwa peke yako, huenda hatukufikii pale nyumbani, huenda hatukutani, lakini tunakuombea wewe mshirika wetu popote ulipo. Mungu aendelee kukutenda mema, akuweke sawasawa na mapenzi yake. Kwa hivyo nikubalie nilete neno asubuhi ya leo, na naamini ya kwamba utabarikiwa popote ulipo. Kwa hivyo I want to speak briefly about a theme or a topic, when God is silent. When God is silent. Ama kwa Kiswahili tuweza sema
wakati Mungu amenyamaza, na imani ya kwamba popote tulipo sisi ni watumishi wa Mungu. Umeokoka, umekuwa mshirika mwaminifu kuja hapa kanisani kuendelea kuomba Mungu, na una imani kwetu kama wachungaji, una imani kwa viongozi wako pale nyumbani, una imani na kila mmoja ya kwamba tunapoomba Mungu lazima ombi letu lipate kujibiwa. Kwa hivyo we are living in a time when everything seemed to be stuck. Tunakaa ni kana kwamba hakuna chochote kinaendelea. Watu wengine wanauliza, je, wakati tunapopitia katika janga hili la corona, where is God? Where is the voice of God? Nimesikia hata wengine wanajaribu kuuliza, manabii tuliokuwa nao wako wapi? Yani you're trying to question, where are we? Why is God not speaking about this situation? I've come to encourage somebody today that there are times when God can be silent over an issue, over a pandemic like the one we are facing today. But that doesn't mean God is not alive. It does not mean Mungu hayupo. Haimaanishi kwamba hasikii maombi. But there are times when God can be silent. Kwa hivyo pamoja tutasoma katika First Kings ama Wafalme wa Kwanza. Nitakuwa nasoma mlango wa 19 na nitakuwa na rifaa kwa mistari kadhaa kuanzia moja nikiendelea mbele, lakini leo hii ningependa kusoma moja kutoka kwa the same chapter 19 and verse 10. The Bible says, and the word of the Lord came to him, "What are you doing here, Elijah?" He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with a sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me." Kwa hivyo tutakuwa tunasoma pamoja, tutakuwa tunafuatilia neno hili, when God is silent. Vile nilivyotangulia kusema, tuko katika majira haya. Najua kwamba tumekuwa tukiomba, tumekuwa tukikutanika kama wachungaji, tunaomba, tumekuwa tunapigiana simu tukiomba ya kwamba Mungu tukumbuke katika janga ambalo tunalipitia. Lakini tumeona Mungu bado yukimya katika hali ambayo tunapitia. Najua kwamba janga hili limekuja pale nyumbani na changamoto zake. Ulitarajia kuendelea na kazi. Kuna washirika wetu wengi, popote unapotupata, najua kwamba wengine hamko kazini. Biashara imeweza kurudi chini na zingine zimefungwa kabisa. Lakini we are in a times when we expect God to speak to us, to speak to this situation, as even we continue praying to him. Na hali ambayo tuko ndani ni hali ambayo Elijah alikuwa ndani. Tunaona Elijah ni mtumishi wa Mungu. Elijah ni mtumishi ambaye alitikisa ulimwengu kwa matendo makuu ambayo Mungu alitenda kupitia ndani yake. We've just read from chapter 19. The preceding chapter 18, we see a courageous Elijah. Tunaona Elijah ambaye ni shupavu. Elijah ambaye is very courageous. Elijah who is very strong. Elijah who is brave. Elijah who victoriously faces all the odds of the time na anapata ushindi baadaye. Tunaona Elijah akiwa na hekima yake kutoka kwa Mungu. Elijah anajitoza wakati ambapo Baal worship imetawala Israeli, na kisha anaita manabii wa Mabaali, anawaambia ni wakati lazima tujue ni Mungu mgani Israeli itaabudu. Na pale katika mlima Karmel anaitisha manabii wote, na kisha baadaye muujiza mkuu unatendeka. Mungu wa kweli anadhihirika. Elijah in the preceding verse is very courageous. He faces even the Baal worshippers, the Baal prophets, na anawaambia ni wakati lazima Mungu ajulikane katika Israeli. Tunapokuja katika the next chapter 19, we find
a fearful Elijah. Tunapata Elijah ambaye amejawa na uoga. Kwa nini? Baada ya Mabaali wote na manabii wao kuangamizwa. Kumbuka kwamba mke wa Ahabu ambaye ni Jezebel alikuwa kati ya hao ambao walikuwa naabudu Mabaali. Lakini sasa ameanza kutishia Elijah maisha kwa sababu ya miujiza aliyotekeleza kutokana na nguvu za Mungu. Lakini tunaona Elijah mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa shupavu, alikuwa na nguvu, imefika mahali ameanza kuingiza uoga. Vile vile tu hata sisi katika hali ambayo tuko, uoga umeanza kuingia. We are fear of the unknown. Hatujui kesho itakuwaje, hatujui kazi zetu zitakuwaje, hatujui watoto wetu watakuwaje, wako nasi pale nyumbani, hatujui what comes tomorrow, kwa sababu wengine walitabiri wakasema janga ambalo tuko ndani litakuwa kwa ufupi tu, limechukua mwezi sasa 2, tunaelekea 3, tumeingiza wasiwasi. We are like Elijah in our situation now. Tumeingiza uoga, ni kwa sababu ya mambo ambayo tunapitia wakati huu. Kwa hivyo Elijah anapojipata katika hii hali, we ask ourselves, where is this God who was fighting for Elijah in chapter 18? Where is this God who manifested on Mount Carmel in chapter 18? Wakati ambapo anaingiza baridi, Jezebeli anaanza kumtishia maisha. Where is God? Where is God? Those are some of the questions we are asking today, even now. Ya kwamba Mungu yuko wapi? Je, where is God in our situation today? Kuna wale mnatarajia kwenda kuuza sukuma pale nje, at least upate mkate wa kila siku. Kuna wale ambao biashara yenu ni mashule, lakini hawezi kupata hiyo kwa sababu ya hali ambayo tunapitia. Oh, God is silent. Unajaribu kuwaza Mungu yuko wapi in this situation. Kwa hivyo ningependa wakati hata tunapopitia kwa mambo kama haya, Elijah was in the gloom of despair and defeat. Alihisi ameshindwa, alihisi kukufa moyo, alihisi amepoteza vita hivi. You can imagine yourself in such a situation. You are among so many other prophets, lakini unafika mahali manabii wenzako wale mlikuwa mnatangaza nao ile ujumbe wa Mungu wameuawa, umebaki peke yako. Je, how would you feel? Kwa hali ya kibinadamu utafika mahali lazima utahisi labda ni mimi ninatafutwa. And in this case Jezebel was very categorical ya kwamba huyu mmoja lazima uawe. Akaanza kutafuta maisha yake, lakini nashukuru Mungu ni kwa sababu hali zingine Mungu anazikubalia katika maisha, sio kutuangamiza, lakini kuonyesha ukuu wake katika maisha yetu. Kwa hivyo popote ulipo, you might be in despair just as Elijah was. You might be in a state of defeat just as Elijah was. You are not wrong. Uko sawa sawa na Mungu bado anatenda jambo. Elijah runs from Jezebel. Anatoroka. Elijah anatoroka na kule anaelekea, he's going back to Mount Carmel. Mount Carmel is the same as Mount Sinai. Wakati ambapo anapoondoka kurudi kule, kuna kitu moja ambacho anajifunza. Wakati mwanadamu amefika mwisho, wakati unafika kwa hali ambayo you are between a hard place and a rock, hauwezi kujisaidia, unasikia ukishindwa, so many people tend to go back. Elijah decided to go back. Ni wapi Mungu alinionekania? Wakati tunazungumza kuhusu Mount Carmel, hapa ni Mungu alimuonekania Elijah wakati anapigana na manabii wa Baal. Hapa katika mlima wa Mount Sinai, hapa ndipo Mungu alipatia Musa sheria na akatenda miujiza mikubwa. Hapa ndipo Musa alipokea ujumbe wa kwenda kuondoa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa ili ya kwamba awapeleke in the promised land. So when we reach a point of despair, we tend to go back. We tend to go back so that we begin afresh. We see what God has in store for us. Therefore, just in the same way, Elijah went back to Mount Horeb. Anapoenda katika Mount Horeb, tunaona mambo kadhaa yakitendeka. Wakati ambapo
unafika mahali life has disappointments. And when we have disappointments, when we face our disappointments, and our expectation might derail us, it might derail us. Wakati ambapo tuko disappointed, we reach a point where we expect God to come in for us. What happens if God does not come in at the time you expected? Unahisi ukiwa peke yako, unahisi ukiwa mnyonge, unahisi ukiwa unakufa moyo. You are losing the battle. Kwa hivyo ni wakati wa pekee popote ulipo. Ningependa kukuambia kwamba as even we look at Elijah, he ran to Mount Horeb, which is Mount Sinai, where it all started. It all started here. Wakati Mungu anaanza kunena naye, it all started here. He goes back. Friends, you can't go back. In life, when you face challenges, you will never go back. Yes, you can remember and honor the past, but you can't go back. You can have memories of your past. You can have memories of the good times that we were. You can have memories of all the good things that God promised you. But the one thing you should be aware of ni kwamba hauwezi kurudi pale ulikuwa. Na kwa hivyo wakati hauwezi kurudi, kuna mambo kadhaa ambayo ningependa kuleta kwako. Wakati ambapo Elijah amefika katika hii hali ya kukufa moyo, kuna mambo kadhaa ambayo Elijah anatenda. Elijah anafika mahali anakufa moyo. Anasema sasa imefika wakati, nataka nife. Mungu niue, sitaki kuuawa na wale wengine. Wewe njoo mwenyewe uniue. Na wakati ambapo unafika mahali pa kusema nikufe, you never know the plan of God. So many of us are in despair at this particular time. So many of us feel defeated at this time. Maisha imekuwa na changamoto zake. Umekaa na watoto na familia pale nyumbani, unahisi ukiwa mnyonge. Uko pale nyumbani, chakula hakuna mezani. Uko pale nyumbani, haujui utafanya nini next. I want to tell you, in such a desperate time, we need to make desperate decisions. Ninaona Elijah ana make a desperate decision to go back. Friends, in the same way, it is high time that as Christians, we should go back to where we began from. Let us turn back to God. It is time we should ask God critical questions. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Habakuk. When you read from Habakkuk chapter 1, unaona maswali ambayo Habakuki anayapitia, mateso ambayo anayapitia, and he asked God critical questions. It is high time we ask God that we need you in this particular situation, and God will come in for us. Friends, popote mlipo, nina imani ya kwamba Mungu ambaye ako na hatima yetu, Mungu ambaye alikuwa na hatima ya Elijah, bado alimpigania. Wakati anafika mahali anataka kukufa, I'm happy about one thing. When we read from verse 7, wakati malaika anakuja anamwambia Elijah, wewe umelala unangojea kifo, amuka. Na anamwambia amuka kwa nini? Kwa sababu mwendo ambao Elijah alikuwa ameanza haujafika mwisho. There is a destiny God has given you. There is a destiny. There is a place Mungu anatuongoza. We need to walk to this destiny together. Friends, it is high time we need to wake up. Kitu kingine Mungu anaambia Elijah, anamwambia kwamba Elijah, wake up and eat, for the journey ahead of you is tough. Friends, it is high time we strengthen ourselves. Nguvu zile zimebaki kidogo, jitie nguvu ya kwamba tutembee pamoja ili ya kwamba makusudi ya Mungu yatendeke. Kuna mtu kiongozi pale nyumbani, wewe umekuwa unaongoza watu wa Mungu. Sasa hivi it is a high calling from wherever we are, leaders of our church. Wake up that we may walk together. We may stand in prayer and encourage those God has given us. It is high time we continue even standing in
for our God. Nina imani Mungu ana kusudi na kanisa hata kwa wakati huu. Najua wengi wanajiuliza, je, tarudi kanisani lini? It is a high experience we are having today. Najua umezoea kutoka nyumbani kuja kanisani kila siku, kila Jumapili kama hii. Lakini leo hii Mungu amekuweka pale nyumbani. He is testing the inner church. Kanisa la moyo, je, liko na uzima ama lazima uje kanisani? What do you do at home? Yes, the government has said stay at home. What do you do? Do you have time hata kuomba na jamii yako? Ni wakati Mungu ametupatia. Tulikuwa tumeacha hata watoto wetu, tumepea walimu kule, wametoka sasa wako na sisi. Je, can you be a pastor to your child, a pastor to your wife, a pastor to your husband, a pastor to that whom you live with? Can you be a pastor to them? Can you be a teacher to your children? Can you mentor the children? Mungu amekupa fursa njema. As much as we are looking at this pandemic now with a negative thought, it is high time let's look at what is God teaching us through this experience. Number 2, friends, God lives in the promise of renewing all things. God lives in the promise of renewing all things. Tunaweza kuwa tunapita katika hali hii, lakini Mungu, Elijah thought ya kwamba vile Mungu amekuwa kutenda ndivyo atakavyotenda. Vile alivyonena kwa mlima Horeb, tena atanena vile vile. Lakini Elijah anapofika kwa mlima Horeb, anapata kumetulia kimya. God was not speaking. God was not speaking. Elijah akasikia upepo umekuja, akasikia kwamba ni kama Mungu sasa anataka kunena kwa hali yangu. But God did not speak. God did not speak until when he decided to do it. Akasikia hata upepo. Wakati wa Musa, upepo ulikuja, upepo mkali, na kutokea kwa upepo huo Mungu akanena. Wakati huu Elijah anasikia upepo huo, anasema bas, it is high time, I want to hear God speak. He never spoke until when he appeared to speak to him in a different way. Even today, God is speaking to us in a different way. Listen to the voice of God. What is he speaking? Therefore, God works in new ways for every generation. Vile Mungu alivyotenda katika generation, vizazi vilivyopita, sivyo vile atafanya katika kizazi hiki. Mungu ananena nasi kwa njia tofauti. Mpendwa, popote ulipo, let us listen to what God is speaking to us in our situation. Friends, it is high time that we listen from God. His mercies are new every morning. Neema yake inatutosha na ni mpya kila asubuhi. Let us trust in God's faithfulness and be willing to listen to his whisper. Tubaki katika uaminifu wake na tungoje tusikie ana nini la kutuambia. Therefore, friends, God still speaks even in silence. Hata wakati tunahisi kama Mungu amenyamaza, he's still speaking. May God speak to you this day. May God whisper something great, a great revelation for your family and for the church in Jesus' name. I come to you today to encourage you. Let us listen to God. Let us walk in the ways of God. Read the word and continue praying, and I know God will bless you. As I finish, I want to come to you today. Kuna watu ambao mmejitolea muhanga ni kwa sababu ya kazi hii wakati mgumu. Madaktari wetu, the nurses, mko pale, mmefanya kazi, frontliners katika kazi hii. Ni tunawaombea. Na hata katika maombi ya siku ya leo, we are going to remember you. You are just in a situation like that of Elijah. Elijah alikuwa anatetea Mungu, anatetea kazi ya Mungu, na it was not easy for him. The same way unatetea wanadamu kuhakikisha kwamba tumepigana na janga hili. Pale ulipo daktari, you are a nurse, wewe unafanya pale hospitalini, unakutana na hali kama hizi. You are a driver of an ambulance, you are not safe, but we are praying for you. Mungu akusaidie popote ulipo upate kuona neema ya Bwana kwa maisha yako.
Kwa hivyo popote ulipo Mkristo, ningependa kuomba pamoja nanyi ili ya kwamba tukue wima, tusimame wima, tusiingize uoga na tuzidi kupigana mpaka mwisho katika jina la Yesu. Wacha tuombe pamoja. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tunakupenda na tunakutukuza kwa sababu ya neema yako kubwa. Katika maisha yetu tumekushuhudia, na ndiposa Bwana tunaunganika pamoja na kila mmoja anayetutazama popote alipo. Tunaomba neema yako kuu ikawashukie, na Bwana wa majeshi, katika hali ya hofu, katika hali ambayo tunaipitia hali ngumu, Bwana wa majeshi, tunaombea kila mmoja wetu ya kwamba Bwana utamguza popote ambapo amehisi akiwa mnyonge, popote ambapo amehisi akiwa mdhaifu, popote ambapo amehisi akikufa moyo. Baba, ninataka kunena tumaini mara tena. Nataka kunena neno lako ya kwamba Bwana wa majeshi utasaidia kila mmoja wetu, utatuzidishia neema yako ili ikatubebe kutoka mahali tulipo tukainuliwe kiwango kingine. Bwana, nakumbuka huyu ambaye ana hofu ya njaa, nakumbuka huyu ambaye ana hofu ya watoto pale nyumbani, ana hofu ya kazi yake, ana hofu ya biashara. Mungu, kawakumbuke kila mmoja wetu, ukiendelea kutuandalia sawa sawa na mapenzi yako. Bwana, nataka kukumbuka taifa letu la Kenya, ya kwamba Bwana kuna wale ambao tumewakumbuka madaktari, tumewakumbuka the nurses, tumekumbuka kila mmoja ambaye ametoa maisha yake ni kwa sababu ya kuokoa wanadamu wenzetu kule nje. Bwana, nataka kuomba neema yako ikawatoshe. Endelea kuwazingira kwa damu ya Kristo. Na Bwana, zaidi ya yote, wale ambao wamepata gonjwa hili, tunaomba neema ya uponyaji juu yao. Mkono wako ukawashukie, ukawabariki na ukawainue. Tunakumbuka taifa letu la Kenya, tunapitia hali ngumu, hali ya njaa, hali ya mafuriko ambayo imetukumba. Bwana wa majeshi, tunawakumbuka wote ambao wamekuwa affected na hali hii. Bwana, utawakumbuka na utawainua. Jina lako litukuzwe Bwana. Ni kwa sababu ya wale wameshushwa moyo, Baba, wapatie tumaini ya kwamba tukapate kushinda, na jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu Bwana umejibu sala letu. Tunaombea kanisa letu, utazidi kutuinua. Wale ambao Bwana wa majeshi kazi zao zimesimamishwa, tunaombea utafungua milango, na zaidi ya yote tubariki ili tuendelee kusimama na kazi hii katika jina la Yesu. Asante kwa kutenda, asante kwa kujibu sala hii, na ni kwa pendo la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa hivyo tunapofika mwisho, najua kwamba ibada kama hii tungetamani ikamilike, na itakamilika kutoka kwako ambaye umebarikiwa na kile ambacho Mungu amekubariki nacho. Tunaendelea kutoa sadaka zetu, tunaendelea kutoa vipawa vyetu, tunaendelea kutoa na fungu la 10. Kumbuka, wakati hali inapoendelea, Mungu wetu bado ni mwaminifu, bado anatubariki. Kwa hivyo endelea kusupport kazi ya Mungu kwa matoleo. Na kwa hivyo ibada hii tutaenda tunatoa sadaka zetu kama kawaida, na Mungu atakubariki. Kwa hivyo chukua simu yako, Mungu amekubariki na kile kichache, ningependa ukatoe na tutabarikiwa pamoja. Kwa hivyo kuna pay bill yetu ya kanisa hapo, itakuwa inapita kwa screen, lakini pia nitakusomea ili ya kwamba ukapate kutenda hivyo na jina la Mungu litabarikiwa. Our pay bill ni 30 30 30 30 30 30. Simu yako itakuuliza business number. Business number andika chini ni 027 118 105 1. 027 118 105 1. Weka pini yako, na kisha ukishapata ujumbe huo wa M-Pesa, hakikisha kwamba utume kwa wa treasurer Judy, na kisha ata-update hiyo wall yetu na jina la Bwana litabarikiwa. Naomba na wewe kwa dakika moja ambayo umetoa sadaka zako. Baba, kwa jina la Yesu, waliotoa wote na wakabidhi kwako. Yesu mwana wa Mungu, endelea kuwakumbuka, kupanua mapato yao, na jina lako litukuzwe. Jamii zao zilindwe na wewe, na Bwana wa majeshi endelea kuwafunika na kuwaongoza katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. God bless you. Mungu akutende mema, wiki ya baraka, mwezi wa baraka,
tukutane katika ibada zetu za wiki, na Mungu awatende mema. Amen. Amen.